الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hutuba hii alifa mtukufu ni ya 21 mwezi wa 3 2014. Alifa mtukufu anasema kwamba leo nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ambamo Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza miujiza na nishani za kuthibitisha ukweli wake. Lakini kabla haya yote nataka kusema kuhusu hutuba ya Ijumaa iliyopita. Katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilisoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam kuhusu umuhimu wa maarifa ya Mwenyezi Mungu, na nilijaribu kueleza maelezo ya baadhi ya maandiko niliyoyasoma. Lakini baadaye niliposikiliza tafsiri ya mwanzo wa hutuba yangu na hutuba ilipochapishwa katika gazeti la Al-Fazl, baada ya kusoma hutuba yangu ile nikaona kwamba sikuweza kueleza vizuri maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Ndiyo maana labda wafasiri waliofasiri hutuba yangu katika lugha mbalimbali wao pia walipata shida ya tafsiri, na vile vile yule aliandika hutuba yangu yeye pia hakuelewa vizuri hutuba yangu. Ndio maana mwanzoni leo nitasoma maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam niliyosoma katika hutuba ya Ijumaa iliyopita. Baadaye nitaeleza vizuri maelezo yake, kwa sababu maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam yanatakiwa yasomwe kwa makini sana. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza jambo hili kwamba amri za Mwenyezi Mungu haziwezi kufuatwa bila kuwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba kwa ajili ya kujua uhakika wa Islam lazima mtu awe na maarifa ya Mwenyezi Mungu. Ingawa kuna njia zingine za kujua kuhusu uhakika wa Islam kama saumu na swala, au kuna amri takriban zaidi ya 600, lakini kuhusu kujua ubora wa Mwenyezi Mungu na vile vile kujua sifa za jalali na jamali ya Mwenyezi Mungu na vile vile kuhusu umoja wake, mtu anatakiwa awe na maarifa ya Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye hajui kuhusu maarifa ya Mwenyezi Mungu hawezi kuwa na uwezo wa kusalisha swala wala kufunga saumu au kufanya maombi au kutoa sadaka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mambo haya yote yanafanywa ikiwa mtu anakuwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu, na njia zingine zote zinazopatikana zinatokana katika maarifa ya Mwenyezi Mungu. Halifa mtukufu anasema kwamba maandiko haya ni muhimu sana. Ndiyo maana nikaona kwamba kwa ajili ya watu wa kawaida pia nieleze maelezo yake vizuri. Jambo la kwanza ambalo Sayyidina alayhi salatu wassalam alilolieleza ni kwamba uhakika wa Islam anaweza kujua yule tu ambaye anafanya juhudi ya kujua na kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu na kupata elimu yake, au anaweza kujua wakati anapofanya juhudi ya kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu. Amesema kwa ajili ya kujua uhakika wa Islam kuna njia chungu mzima, na uhakika wa Islam unaweza kujulikana kwa watu wale tu ambao wanatumia njia hizi zote.
Huzur anasema kuna njia chungu mzima, kwa hiyo mtu anaweza kupata maarifa kwa kupitia njia hizi. Kwa mfano kuna swala, kuna saumu, kuna maombi, रोजा है, na vile vile kuna amri zote za Mwenyezi Mungu zinazopatikana ndani ya Qur'an tukufu, na kwa kadiria moja amri hizi ni zaidi ya 600. Lakini kumbukeni kwamba hamwezi kujua uhakika wa swala wala hamwezi kujua uhakika wa saumu, yani kwa kweli kweli hamwezi kutimiza haki ya swala wala hamwezi kutimiza haki ya saumu wala hamwezi kutimiza haki ya maombi, wala hamwezi ना ही कुरान करीम kujua uhakika wa amri zingine za Qur'ani tukufu. इन सब बातों की गहराई Mambo haya yote yanaweza kujulikana, amri hizo zote zinaweza kujulikana wakati mtu anakuwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu, wakati mtu anajua kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu na awe na yakini kwamba yeye ni Mungu na hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye. उसके अलावा कोई और खुदा नहीं. Na vile vile amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba Mwenyezi Mungu ana sifa chungu mzima. Kwa mfano kama kuna sifa ya jalali na jamali, सिफात जमाली भी हैं. mtu anatakiwa ajue नई शान का फहमो इदराक kuhusu sifa hizi. Ikiwa hajui maarifa ya sifa hizi, hawezi kufuata sifa hizi za Mwenyezi Mungu. अल्लाह ताला की Atakapokuwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu, ndipo atafuata amri za Mwenyezi Mungu, kana kwamba saumu, swala na amri zingine zote. Ikiwa mtu anataka kujua roho za amri hizi zote, kama amesema Mwenyezi Mungu sehemu nyingine, kula yawmin huwa fi shan, yani kila wakati anakuwa katika shani mpya. Kwa ajili ya kuelewa amri hizi zote, mtu anatakiwa ajue maarifa hii ya shani ya Mwenyezi Mungu. Basi uhakika wa Islam na ibada zake, na kwa ajili ya kuelewa amri za Mwenyezi Mungu, jambo la msingi ni kwamba ajue kuhusu sifa azim ya Mwenyezi Mungu, kwamba yeye ni mkubwa kiasi gani. Vile vile ajue kuhusu umoja wa Mwenyezi Mungu. वहदानियत ज़ात का इल्म हो. Vile vile अल्लाह ताला के ajue njia mbalimbali ya sifa ya jalali na jamali ya Mwenyezi Mungu, और शानों kwa sababu sifa hizi zina shani za aina mbalimbali. या Au kwa ajili ya kujua sifa hizi anatakiwa afanye juhudi, अगर पूरी तरह इदराक नहीं भी होता तो इंसान को na anatakiwa afanye juhudi kwamba kwa ajili ya kuswali swala zake na kufanya ibada zake zingine, अहकामात पर अमल करने afanye juhudi ya kupata elimu ya sifa hizi za Mwenyezi Mungu, की मार्फत हासिल करे, kwa sababu क्योंकि तमाम अहकाम इलाही पर amri za Mwenyezi Mungu zinaweza kufuatwa baada ya kuwa na elimu ya sifa hizi za Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema kwamba yule ambaye ameghafilika na moyo wake umeghafilika katika maarifa ya Mwenyezi Mungu na hajui kuhusu maarifa yake, अल्लाह ताला की वहदानियत na yeye hajui kwamba shani ज़ातो ya की शान Mwenyezi Mungu ni nini, yeye namna gani anaweza kutimiza haki ya swala na saumu yake, au namna gani anaweza kuzingatia और खैरात की तरफ sadaka katika njia ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mambo haya yote yanaweza kufanywa vizuri na mtu anaweza kuzingatia vizuri ni baada ya kupata maarifa ya Mwenyezi Mungu. Kadiri atakapokuwa na maarifa ya Mwenyezi Mungu, atafanya ibada za Mwenyezi Mungu na atafanya vitendo vizuri kwa kuelewa roho yake. Basi ikiwa sisi tutazingatia maarifa ya Mwenyezi Mungu, मार्फत इलाही की tutaendelea kuzingatia kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Bila shaka mwanzoni maarifa hii inapatikana chini ya sifa ya Rahman ya Mwenyezi Mungu, रहमानियत की वजह से na अल्लाह ताला की खास wale ambao ni wacha Mungu na watu wema wanapata maarifa hii, मगर
lakini baadaye kwa kufanya vitendo vizuri na kuwa na imani thabiti, maarifa hii inaendelea kuzidi na mtu anafika katika hali ambapo anajua kuhusu uhakika wa Islam, na Islamu yake haibaki kama ni jina, na moyo wa kifua chake na moyo wake unaangaa kwa nuru ya Mwenyezi Mungu. Hiki ni kitu ambacho kila Muislamu anayedai kuwa Muislamu mkweli anatakiwa apate katika maisha yake. Hazur anasema kwamba baada ya maelezo haya nitaeleza mada ile niliyosema mwanzoni wa hutuba kwamba nitaeleza, yani kwa ajili ya kuthibitisha ukweli Sayyidina alayhi salatu wasalam Mwenyezi Mungu alionyesha miujiza na nishani za aina mbalimbali, na Sayyidina alayhi salatu wasalam alieleza miujiza hizi na nishani hizi. Baada ya siku mbili, ni tarehe 23 ya Machi, na siku ya Sayyidina alayhi salatu wasalam itasherekewa katika jumuiya mbalimbali, na kuhusiana na siku hii maulamaa watatoa hutuba zao na wanazungumza kuhusu nishani hizi na miujiza hizi na msaada uliopatikana wakati ule, na vile vile wanaeleza nishani zingine kuhusiana na kuja kwa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Lakini hii ni kwa bahati kwamba mada ya hutuba ya leo ni kuhusiana na siku ile ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kuhusu hii nieleze jambo hili pia kwamba mwaka huu kutoka Qadian siku 3 mfululizo kipindi kimoja kitarushwa katika MTA katika lugha ya Kiarabu, na kipindi hiki kitarushwa moja kwa moja kutoka Qadian. Ndugu zetu wa Arabu wameenda kule Qadian kwa ajili ya kipindi hiki, na hawa ndugu zetu wataeleza kuhusu umuhimu wa siku hii ya tarehe 23 ya Machi. Ndiyo maana kipindi hiki kinarushwa moja kwa moja kutoka Qadian. Nategemea kwamba siku ya Jumapili mimi pia nitatuma ujumbe wangu. Ndugu wote wanatakiwa wafaidike na ujumbe huu na katika kipindi hiki. Huzur anasema sasa hivi nitasoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu kuja kwake na kuhusu ukweli wake, ana kwa kueleza nishani ya kupatwa kwa mwezi na jua, anasema katika Sahih Darqutni kuna hadithi moja kwamba Imam Muhammad Baqir anasema inna le mahdiyina ayatayn lam takuna munzu khalq as-samawati wal arz yankasifu al-qamaru li awwal laylatin min ramadana wa tankasifu ash-shamsu fi nisfi minhu. Tafsiri yake ni hii kwamba kwa ajili ya maadhi yetu kuna nishani mbili tangu Mwenyezi Mungu ameumba mbingu na ardhi. Nishani hii hazikutumia kwa ajili ya nabii mwingine yeyote. Nishani ya kwanza ni kwamba wakati wa Mahdi ya Maud katika mwezi wa Ramadhan, mwezi utapatwa katika siku yake ya kwanza, yani tarehe 13, na jua litapatwa katika katikati ya siku yake ya kupatwa, yani katika mwezi ule ule wa Ramadhan tarehe 28 jua litapatwa. Na tangu mbingu na ardhi imeumbwa, nishani hii haikutimia kwa ajili ya nabii yeyote mwingine. Nishani hii itatokea wakati wa Mahdi. Sasa magazeti yote ya Kiurdu na Kiingereza na vile vile wataalamu wote wa mbingu ni mashahidi kwamba nishani hii ilitimia katika zama yangu tangu miaka 12 iliyopita, na ilitokea katika mwezi wa Ramadhan. Na vile vile kama iliyoelezwa katika hadithi nyingine kwamba nishani hii ilitokea mara 2 katika Ramadhan, mara ya kwanza katika nchi hii na mara ya pili katika Marekani, na mara 2 nishani hii ilitokea katika tarehe zile zile zilizoelezwa katika hadithi. Na kwa sababu katika zama hii isipokuwa mimi hakuna yeyote aliyedai kuwa Masihi aliahidiwa, wala hakuna aliyedai kwamba nishani hii ilitokea kwa ajili ya ukweli wake. Kwa hivyo magazeti na vipeperushi maelfu vilisambazwa duniani
kuhusu nishani hii kwamba ilitokea kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu. Hoja ingine juu ya dalili hii ni kwamba miaka 12 iliyopita kabla ya nishani hii Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba nishani ya hii ile itatokea, na habari ile ilielezwa katika Barahini Ahmadiyya. Na kabla ya nishani hii watu malaki waliwahi kusoma maandiko yale, ingawa watu wanaeleza dalili ya kupatwa kwa mwezi na jua, lakini umuhimu wa nishani hii ni kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam alisema mapema kwamba nishani ya aina hii itatokea. Kisha kwa kueleza maelezo yake zaidi, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasallam anasema kwamba katika hadithi hii elimu ya ghaibu ilielezwa iliyotokea baada ya karne 13. Mukhtasari wake ni hii kwamba Masihi aliahidiwa atakapopatikana katika zama yake, mwezi utapatwa katika tarehe ya 13, na katika mwezi ule ule tarehe 28 mwezi jua pia litapatwa, na tukio hili halitatokea isipokuwa katika dhama ya Masihi aliahidiwa alayhi salatu wassalam. Na ni dhahiri kwamba kueleza jambo hili la ghaibu ni kazi ya nabii tu, hakuna mwingine anayeweza kueleza jambo hili. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu kwamba la yuziru wala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin, yani Mwenyezi Mungu haelezi ghaibu yake isipokuwa kwa ajili ya manabii wake. Bishara hii imeshatimia. Kwa sasa kutafuta udhuru kwamba hadithi hii ni dhaifu au ni kauli ya Imam Muhammad Bakar, kweli ni kwamba watu hawataki kwamba bishara yoyote ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itimie au bishara yoyote ya Qur'an tukufu itimie. Nishani hii ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa hakika ni nishani ya kutimia kwa bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amesema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba dunia imefika katika mwisho wake, lakini sawa na maoni ya watu bishara yoyote haikutimia. Sasa kuna hadithi gani ambayo inaweza kuwa sahihi zaidi ya hadithi ambayo haihitaji maelezo ya wataalamu, ambayo hadithi ilithibitisha usahihi wake yenyewe? Na kutokupokea nishani za Mwenyezi Mungu ni kitu tofauti. Pengine nishani hii ni kubwa sana, wataalamu na maaulia walikuwa wakisubiri nishani hii na walikuwa wakieleza nishani hii katika mimbari yao, na walikuwa wakikumbusha kuhusu nishani hii kwa kulia. Maulvi Lakhuke wale katika zama hii kuhusu nishani hii katika kitabu chake kitwacho Ahwalul Akhira ameandika shairi moja, na katika shairi ile ameandika kuhusu ujaji wa Masihi aliyeahidiwa. Ni shairi hili katika lugha ya Kipunjabi. 13वीं चंद 7वीं सूरज ग्रहण उसी उसाले अंदर माह रमजान de likhya hik riwayat wale. Kisha kuna mzee mwingine ambaye shairi lake ni maarufu sana kwa miaka na miaka. Yeye anasema kwamba darsne ghashi hijri do qiran khahad bud aspae mahdiyo dajjal nishan khahad bud, yani katika karne kuu ya 14 wakati jua na mwezi utakapopatwa katika Ramadhan, wakati ule ni wakati wa kuja kwa Mahdi na Dajjal. Katika shairi hili tarehe ya mwezi na kupatwa kwa jua imetajwa vizuri. Huzur anasema kwamba inaonekana shairi hili nimesoma vizuri na sikukosea. Kisha kabla ya madai ya Sinama alayhi salatu wassalam jinsi Mwenyezi Mungu aliyomtendea kuhusu hii, kuna tukio moja, na kwa kueleza ufunuo moja wa Mwenyezi Mungu, Sinama alayhi salatu wassalam anasema kwamba nilipoambiwa kwamba baba yangu baada ya kuzama jua atafariki, na mimi kwa sababu ya kuwa binadamu nilihuzunika sana kwa habari hii.
na kwa sababu baba yetu alikuwa akisimamia matumizi yote ya chakula na alikuwa akipata pension kutoka kwa serikali na vile vile alikuwa akipata zawadi pia kutoka kwa serikali, na zawadi hii ilipangwa kwa shati kwamba ataendelea kupata mpaka atakapokuwa hai. Kwa hiyo kupata taarifa na habari ya kifo chake nilihuzunika sana, na wazo hili lilipita moyoni mwangu mara moja. Wakati ule nilipata ufunuo huu, alaysa Allahu bikafin abdahu, yani je, Mwenyezi Mungu hamtoshelezi mja wake? Kwa kupata ufunuo huu moyo wangu uliimarika kiasi hiki kwamba kama majeraha yanapona kwa kutumia madawa, imejaribiwa mara chungu mzima kwamba katika ufunuo wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutuliza moyo inakuwa sifa maalum, na mzizi wa sifa hii ni yakini ile ambayo inapatikana juu ya ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Nasikitika kwa watu wanaosema kwamba ufunuo wangu ni dhana ya moyo wangu au labda ni ufunuo wa shetani, na ufunuo wa aina hii ni wenye madhara zaidi kuliko manufaa. Lakini mimi nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba mimi naamini ufunuo hizi kama naamini Qur'ani tukufu, na vile vile naamini vitabu vingine vya Mwenyezi Mungu, na kama naamini kwamba Qur'ani tukufu ni maneno ya Mwenyezi Mungu, vile vile nina imani kwamba ufunuo unaokuja kwangu ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Vile vile mimi naona kwamba kudra ya Mwenyezi Mungu inapatikana katika ufunuo wangu. Nilipopata ufunuo huu wa alayhi sallahu bikafin abda, wakati ule nikajua kwamba Mwenyezi Mungu hata niacha wala hata nipoteza. Wakati ule nilimwandikia Malawamal ambaye ni baniani ilhami hii, na nilimwelezea yote kuhusu ilhami hii, na nikamtuma Amritsar ili awasiliane na Hakim Muhammad Sharif Kalamwari, na kwa kumpitia yeye atengeneze pete na anilete. Nilimchagua huyu baniani kwa kazi hii kwa lengo hili kwamba yeye awe shahidi ya bishara hii ya Mwenyezi Mungu, na vile vile Hakim Muhammad Sharif pia awe shahidi ya bishara hii. Kwa hiyo kwa kumpitia Hakim Muhammad Sharif pete ile ilitengenezwa kwa kutumia rupia 5, na nilipata pete ile, na mpaka leo ninayo ile pete. Na ilham hii nilipata wakati ule, wakati matumizi yote yalikuwa yakitegemea mapato ya baba yetu, na hakuna mtu yeyote mwingine nje ya familia yangu alikuwa akinijua, na mimi nilikuwa mtu ambaye alikuwa hajulikani. Kisha baada ya bishara hii Mwenyezi Mungu alielekeza dunia upande wangu, na alinisaidia kwa kifedha kiasi hiki kwamba sina maneno ya kumtoa shukrani ya Mwenyezi Mungu. Kwa kuona hali yangu nilikuwa sitegemei kwamba hata rupia 10 nitapata kwa mwezi, lakini Mwenyezi Mungu ambaye anainua wanyenyekevu katika vumbi alinisaidia kiasi hiki kwamba naweza kusema kwa yakini kwamba mpaka leo rupia zaidi ya 300,000 nimeshapokea, na msaada huu unaweza kuthibitika katika matumizi yanayofanywa kwa miaka na miaka ambayo ni rupia 1500, na vile vile kuna madarasa, na vile vile ni kuchapwa kwa vitabu, ni matumizi zaidi ya hayo matumizi yote. Kwa hiyo hii inatakiwa ithibitike kwamba bishara hii alayhi sallahu bikafin abdahu ilitimia namna gani. Na je, hii ni kazi, inaweza kuwa kazi ya muongo? Je, inaweza kuwa kazi na mawazo ya shetani? Bali hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu ambaye mikononi mwake ni heshima na fedheha. Ikiwa nyinyi hamtegemei maneno yangu haya, basi muone meli yangu niliyopokea katika miaka 20 iliyopita, namna gani Mwenyezi Mungu alinifungulia mlango wa msaada kwa ajili yangu. Hazur anasema kwamba langar hii inayopikwa kwa ajili ya wageni inapatikana duniani kote, na hapa pia chakula hiki kinapikwa kwa ajili ya wageni, na hii ni tawi moja ya kazi ya Sinam alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo wasimamizi wa kazi hii
wanatakiwa wazingatie karamu ya wageni wote wanaokuja. Bila shaka kutumia matumizi kupita kiasi si sahihi, inatakiwa ipangwe vizuri, lakini haitakiwi kwamba bahili ifanywe kwa sababu chakula hiki si chakula chenu bali ni chakula cha Sayyidina alayhi salatu wasalam. Baadhi wakati mimi napokea malalamiko kutoka kwa wageni kuhusu karamu, kuhusu wasimamizi pia napata malalamiko, au kuhusu viongozi pia napata malalamiko. Kwa hiyo hao wote wanatakiwa wazingatie duniani kote, na hapa hususan katika Uingereza. यहाँ खास तौर पर vile vile katika Rabwa na Kadhian pia wanatakiwa wasimamizi wazingatie jambo hili vizuri. Kisha Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu ilhamu yake moja anasema kwamba katika Baraini Ahmadiyya kuhusu maendeleo ya jumuiya hii kuna bishara moja, kazar in akhraja shatahu faazarahu fastaglaza fastawa ala suqihi, فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه kazar in akhraja shatahu faazarahu fastaglaza fastawa ala suqihi. شتاه فآزره Yani mwanzoni itakuwa begu ambayo itaota kisha itakomaa na itakuwa na matawi yake. Bishara hii ilikuwa kubwa sana, iliyotolewa kabla ya kupatikana kwa jumuiya hii. Bishara hii ilifanywa miaka 25 iliyopita katika hali ile kwamba jumuiya ilikuwa haipatikani, wala watu walikuwa hawafanyi bayati yangu, wala watu walikuwa hawajui kuhusu jina langu. Lakini baada ya bishara hii, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, alianzisha jumuiya hii ambayo idadi yake ni zaidi ya 300,000. Huzuri anasema kwamba idadi hii ilipatikana wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Alisema, nilikuwa begu iliyopandwa kwa mkono wa Mwenyezi Mungu, na kwa muda mrefu nilifichika, baadaye nilidhihirika na matawi mengi yalijiunga nami. Kwa hiyo bishara hii ilitimia kwa mkono wa Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake. Na Huzuri anasema siku hizi tunaona kwamba jumuiya inapatikana katika nchi 204 na katika kila pembe ya dunia. Kwa kupitia MTA ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wasalam unafika. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu nishani moja kwamba katika Barahini Ahmadiyya kulikuwa bishara moja kwamba yasimukallahu min indihi walau lam yasim kannas, yani Mungu atakulinda katika maafa yote ingawa watu hawataki kwamba usalimike katika maafa. Bishara hii iliandikwa wakati ule nilikuwa sijulikani hata kidogo, na hakuna aliyekuwa mfuasi wangu wala hakuna aliyekuwa mdui wangu. Hazur anasema kwamba ahadi ya kumsalimisha inaweza kuwa wakati mtu anakuwa na mdui, lakini kama ilikuwa hajulikani basi hawezi kuwa na mdui. Lakini Hazur anasema baada ya madai ya kuwa Masihi aliahidiwa, mashekhe wote wakawa kama ni moto dhidi yangu. Wakati ule padri moja aitwaye Martin Clark alifanya kesi dhidi yangu. Katika kesi ile nilipata uzoefu kwamba mashekhe wa Punjab wanataka kuniangamiza na wananiona mbaya zaidi kuliko padri ambaye ni mdui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na anamtukana, kwa sababu mashekhi kadhaa walitoa ushahidi dhidi yangu katika kesi ile, na wengine waliendelea kufanya maombi kwamba mapadri wapate ushindi katika kesi hii. Nimesikia kwamba walikuwa wakifanya maombi misikitini kwa kulia kwamba Mola umsaidie huyu mpadri na umpatie ushindi, lakini Mwenyezi Mungu hakupokea maombi yao. Kwa hiyo wale waliotoa ushahidi hawakufaulu katika mpango wao, na wale walifanya maombi hata maombi yao pia hawakupokelewa. Hii ndiyo ni hali ya hawa ambao wanadai kuwa wasaidizi wa dini. Walitaka kuniangamiza na walitumia hila zao zote na walimsaidia mdui wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hapa linapatikana wazo moja kwamba hawa mashekhe wote na wafuasi wao wakawa mdui wangu. Ni nani aliyeniokoa katika moto ule?
ilhali mashahidi kama 9 au 8 waliwahi kutoa ushahidi dhidi yangu. Jibu lake ni kwamba aliyenisalimisha aliniokoa yule ambaye aliahidi miaka 25 iliyopita kwamba kaumu yako haitakuokoa bali mimi nitakuokoa. कि तू हलाक हो जाए। Na hii ni iliandikwa katika Barhani Ahmadiyya miaka 25 iliyopita. Na hii ilham ni hivi kwamba fabarahu llahu mimma qalu wa kana inda llahi wajia, yani Mungu alimkoa katika shutuma zao na yeye ni mwenye heshima kwa Mwenyezi Mungu. Angalieni nishani hii inatimia hata mpaka leo. आज भी इस शान से पूरा Wakati kitukuu wa Dr. Martin Clark alipokuja hapa na aliposema kwamba babu yangu alikuwa mwongo na Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alikuwa mkweli, na maneno haya alisema wakati wa mkutano wa mwaka hapa. Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam kwa kueleza nishani yake nyingine anasema kwamba Maulvi Ghulam Dastagir Kusuri katika gazeti lake Fateh Rahmani ambayo ilitoka katika mwaka 1315 Hijiria iliyochapishwa katika Ahmad Ludhiana, अहमदी katika ukurasa wake 26-27 aliandika mubahala moja dhidi yangu, na yeye alisema Allahumma ya zal jalal wal ikrame ya malik al mulke, kama wewe ulifanya wakati wa Hazrat Muhammad Tahir ambaye ni mwandishi wa Majmaul Bihar, na ulipokea maombi yake dhidi ya yule Mahdi na Masihi mwongo aliyepatikana wakati wake, na ulimwangamiza yule Mahdi. Vile vile mimi mnyenyekevu nafanya maombi kwako, mimi mnyenyekevu ambaye kwa moyo safi ninafanya juhudi kwa ajili ya kusambaza dini yako, na kuomba kwamba wewe umjalie Mirza Qadiani na wafuasi wake kwamba watubu. Ikiwa wao hawawezi kutubu basi sawa na aya hii uangamize isemayo fakutia daibirul lazina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid. Yani wale ambao ni wadhalimu watakatwa mizizi yao, na sifa zote zinamhusu Mwenyezi Mungu na kudra juu ya kila kitu, तो हर चीज पर कादिर है। na unapokea maombi. Kisha ukurasa 26 katika kitabu hiki huyu bana mwandishi ameandika tabban lahu wale atbae, yani yeye na wafuasi wake wote waangamizwe. Basi mimi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu nipo hai mpaka leo, na idadi ya wafuasi wangu imeongezeka 50% tangu wakati ule. Na ni dhahiri kwamba Maulvi Ghulam Dastagir aliacha uamuzi wa ukweli wangu na uongo wangu juu ya aya hii fakutiba dabirul lazina zalamu, फकुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू पर छोड़ा। maana yake ni kwamba aliyekuwa dhalimu mzizi yake utakatwa. ये मानी है कि Na hii haikufichika jambo hili kwamba अहले इल्म पर मख्फी नहीं। yule ambaye ni dhalimu yeye anaangamizwa. Kwa hiyo ilikuwa dhahiri kwamba dhalimu angamizwe. Basi kwa jicho la Mwenyezi Mungu Ghulam Dastagir alikuwa mdhalimu, ndiyo maana hakupata nafasi ya kuangalia hata kitabu chake, bali kabla ya kuchapishwa kitabu chake alikufa, na kila mmoja anajua kwamba baada ya dua hii alikufa. Watu wengine wanasema kwamba Ghulam Dastagir hakufanya mubahala bali alifanya dua tu juu ya mdhalimu. Nasema kwamba wakati alipotaka uamuzi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na aliniita mdhalimu, basi kwa nini dua ilikubaliwa juu yake? Na wale watu walikuwa wakisubiri uamuzi waone kwa nini Ghulam Dastagir aliangamizwa. Alitaka mimi niangamizwe ili athibitishe duniani kwamba kama kwa maombi ya Muhammad Tahir mwongo Masihi aliangamizwa, kwa maombi yangu huyu ataangamizwa. Kisha kwa nini maombi yalikubaliwa kinyume na maoni yake? Wakati wa Muhammad Tahir Masihi mwongo aliangamizwa, na kwa kumfuata yule Muhammad Tahir alifanya maombi dhidi yangu.
basi inatakiwa ifikiriwe kwamba athari ya maombi ya Muhammad Tahir ilikuwaje na athari ya maombi ya Ghulam Dastagir ilikuwaje. Ikiwa mnasema kwamba Ghulam Dastagir alikufa kwa bahati, basi mseme kwamba yule masihi muongo alikuwa wakati Muhammad Tahir alikufa kwa bahati. Ilikuwa si maombi ya Muhammad Tahir. Laanatullahi alal kazibin. Miaka 11 imepita tangu Ghulam Dastagir amekufa. Aliyekuwa mdhalimu aliangamizwa. Basi museme kwa uadilifu ni nani aliyekatwa mzizi wake na nani ambaye alikufa. Mwenyezi Mungu anasema yatarabasu bikum dawaira alaihim dairatusu, yani ewe nabii, hawa maadui wanataka maafa yashuke juu yako, lakini maafa yote yatashuka juu yao. Kwa mujibu wa aya hii, ni dasturi ya Mwenyezi Mungu kwamba yeyote anayefanya maombi dhidi ya nabii wa Mwenyezi Mungu, maombi yale yote yanarudi kwake. Basi mniambie kwamba baada ya dua hii, je, Ghulam Dastagir amekufa au bado hajafa? Au katika hii kuna siri gani kwamba kwa maombi ya Muhammad Tahir masihi muongo alikufa na yule aliyefanya maombi dhidi yangu ye mwenyewe amekufa? Mwenyezi Mungu ameongeza umri wangu, bado nipo hai, lakini yule aliyefanya maombi haya hakuweza kuishi hata mwezi mmoja baada ya maombi haya. Kisha kuhusu nishani ya ufusaha wa lugha, Sinama alayhi salatu wasallam anasema kwamba katika Baraini Ahmadiyya kuna bishara moja kwamba utapewa ufusaha katika lugha ya Kiarabu. Hakuna anayeweza kusimama mbele yako, na mpaka leo hakuna aliyeweza kusimama mbele yangu katika lugha ya Kiarabu. Hii ilikuwa ilham kwamba kalamun ufshat min ladun rabbin karim, na vitabu vyote nilivyoandika mpaka leo katika lugha ya Kiarabu, maulama hawa ambao ni maadui hawakuweza kuleta mfano wake. Na maelezo ya vitabu hivi ni hii: gazeti linalopatikana katika Jamiat kutoka ukurasa 73 mpaka 282, at-tabligh inapatikana katika kitabu aina kamalat islam, karamat as-sadiqin, hamamatu bushra, siratul abdal, nurul haq sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, tofa baghdad, ijazul masih, atmamul hujja, hujjatullah, sirrul khilafa, mawahibur rahman, ijaz ahmadi, khutba ilhamia, al huda, alamatul muqarrabin, mulka tazkiratu shahadatain, na vile vile vitabu vingine ambayo vimeshaandikwa lakini bado havijachapishwa ni Targhibul Mu'minin, Hujjatun Nur na Nurul Huda. Hii ni bishara iliyotolewa na Sinama alayhi salatu wasalam kwamba Mwenyezi Mungu aliniambia, na kisha baadaye aliandika vitabu katika lugha ya Kiarabu, na Waarabu pia wanasifu vitabu hivi. Kama nimeshawahi kueleza katika hutuba fulani kwamba katika zama hii pia watu wanasifu vitabu Sinama alayhi salatu wasalam. Sinama alayhi salatu wasalam anasema kwamba wakati fulani baniani moja alinijia hapa Kadhiana, akasema kwamba nataka kufanya mkutano wa dini, wewe pia uandike sifa za dini yako ili makala yako isomwe katika mkutano ule. Nilitoa udhuru, lakini alisisitiza kwamba lazima uandike, kwa sababu mimi najua kwamba mimi kwa uwezo wangu siwezi kufanya chochote, sina uwezo wowote. Bila msaada wa Mwenyezi Mungu siwezi kuongea, na bila kuonyesha yeye siwezi kuona. Kwa hiyo nilifanya maombi kwa Mwenyezi Mungu kwamba anifunulie mada ambayo ipate ushindi juu ya makala zote. Baada ya maombi yale niliona kwamba nguvu imetiliwa ndani yangu, na nikahisi nguvu ya mbinguni mwilini mwangu. Na marafiki walikuwepo pale wanajua kwamba sikuandika musafda ya makala ile yoyote niliandika kule, na nilikuwa naandika kwa haraka kiasi hiki kwamba waliokuwa wanaandika hawakuweza kuandika nakala yake. Nilipomaliza makala ile nilipata ufunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba mazmun bala raha, yani makala yako utashinda. Na makala ile iliposomwa mkutanoni, wakati makala uliposomwa, watu walikuwa wanasikiliza kwa makini sana, na kila mmoja alikuwa anasifu. Hata baniani mmoja aliyekuwa amekaa pale akasema kwamba makala hii imepata ushindi juu ya makala zote. Vile vile gazeti military pia ilisema kwamba
makala hii ilipata ushindi. vile vile kuna magazeti takriban 20 katika lugha ya kiurdu pia ilitoa ushahidi kwamba makala hii ilipata ushindi. wahudhuriaji wote pia walisema kwamba makala hii imepata ushindi, na mpaka leo wapo wengi ambao wanatoa ushahidi kwamba makala ilipata ushindi. kwa ushahidi wa gazeti la kiingereza na kiurdu imethibitika kwamba makala yangu ilipata ushindi. mashindano haya yalikuwa yanafanana na mashindano ya Musa alayhi salatu wassalam wakati aliposhindana na wachawi. katika mkutano ule kila mmoja alitoa hutuba. wengine walikuwa wakristo, wengine mabaniani wa sanatana dharam, wengine mabaniani wa arya dharam, wengine mabaniani wa barhamu, wengine singa na wengine walikuwa waislamu wapinzani wetu. kila mmoja alitengeneza nyoka wa fimbo yake, lakini wakati Mwenyezi Mungu aliponisaidia na alipoacha fimbo mkubwa wa ukweli wa dini tukufu ya Islam, na nilipoacha ile fimbo ilikula nyoka wote wale wadogo wadogo, na mpaka leo watu wanasifu makala yangu ile, na alhamdulillah ala zalika. Hazur anasema si wakati ule tu, bali wale wanaosoma kitabu kile wanakiri kwamba makala hii ni nzuri na inatakiwa. ndio maana anasema kwamba inatakiwa makala hii ichapishwe. wengi wananiandikia kwamba kwa kusoma kitabu hiki tumejua kuhusu uzuri wa Islam. wanajumuia wapya wengi na wauliza wanasema kwamba sisi tumeathirika kwa kusoma kitabu kiitwacho hekima ya mafundisho ya dini tukufu ya Islam, na kwa kusoma kitabu hiki sisi tulielekea kwenye jumuiya. Sinam alayhi salatu wasalam anasema kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwamba mimi sitakuacha mpaka nitofautishe baina ya mkweli na muongo, na amethibitisha katika zama hii kwamba kwa kuwa na upinzani wenu na kwa kuwa na maombi yenu Mwenyezi Mungu hakuniacha, na katika kila uwanja alikuwa msaidizi wangu. kila jiwe liliorushwa kwangu Mwenyezi Mungu alinisalimisha katika lile jiwe. nilikuwa sina msaidizi, alinipatia kinga. nilikuwa si julikani, lakini alinipatia heshima na umashuhuri. Mwenyezi Mungu anasema katika ufunuo wake kwamba msaada wangu utakapofika kwako na watu watakapoelekea kwako na utakapopata msaada wa kifedha, wakati ule wapinzani watasema kwamba je, mambo haya yale yaliyosema hayakutimia ambayo kwayo mlikuwa mkifanya haraka? mambo haya yote yametimia. Mwenyezi Mungu kwa kutimiza ahadi yake alielekeza watu malaki upande wangu. basi enyi wapinzani, Mwenyezi Mungu arehemu juu yenu na afungue macho yenu, mfikirie, je, hizi zinaweza kuwa hila za binadamu? na ahadi hizi zilizofanywa wakati wa Bahrain Ahmadiyya, wakati ule kueleza ahadi hizi ilikuwa chekesho kwa kaumu, na nilikuwa sina uzito wote hata sawa na chembe. ni nani miongoni mwenu anayeweza kunilaumu kwamba miongoni wa hawa 3,000 hata alikuwa mtu mmoja aliyekuwa mfuasi wangu? wakati wa kuchapa Bahrain Ahmadiyya nilikuwa sijulikani kiasi hiki kwamba katika Amritsar nilikuwa likienda katika kiwanda cha padri mmoja aitwaye Rajab Ali, na kitabu changu Bahrain Ahmadiyya kilichapishwa katika kiwanda chake. kwa ajili ya kuchapa kile kitabu nilikuwa nikienda peke yangu na nilikuwa nikirudi peke yangu, na hakuna aliyekuwa akiniuliza wakati ukana kurudi wewe ni nani, wala hakuna aliyekuwa akijua kuhusu mimi, wala mimi nilikuwa sina heshima wakati ule. na maaria wakadhi na bado ni mashahidi wa hali ile. Sharampat pia ni shahidi ambaye alikuwa akienda pamoja nami katika kiwanda cha Rajab Ali ambapo Bahrain Ahmadiyya kilichapishwa. na bishara hizi zote zilipoandikwa na maandishi wake, yule padri alikuwa akishangaa kwamba hii inawezaje kutokea kwamba dunia itaelekea upande wa mtu wa aina hii. lakini kwa sababu mambo haya yote yalikuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa hivyo yale yote yalitokea kwa wakati wake na inaendelea kutimia, na watu walishuhudia kwamba mambo haya yote yalitimia. Hazur anasema kwa fadhili za Mwenyezi Mungu bishara hizo zote zinaendelea kutimia. kama niliyosema, kwa kupitia MTA ujumbe huu unafika duniani kote.
ilikuwa wakati kwamba sinam alah salam alikuwa akienda amritsar katika kiwanda. Siku hizi katika kadhian kuna kiwanda ambapo vitabu vinachapishwa. जारी है, उनकी किताबें छप रही हैं. sinam alah salam anasema kwamba kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wangu mwenyezi mungu alionyesha nishani zaidi ya 300,000 katika mwezi wa ramadhan. jua na mwezi ulipatwa, na yule ambaye hakubali bishara hizi za mwenyezi mungu na anakataa qurani tukufu na anakataa nishani za mwenyezi mungu na ananiita mwongo kwa kuwa na nishani hizi zote, yeye hawezi kuwa mwaminio. huzuru anasema hizi ni nishani chache nilizozieleza mbele yenu, miongoni mwa nishani malaki zilizopatikana. nishani hizi ni za kuthibitisha ukweli wa sinama alayhi salatu wasalam, na nishani hizi hazikukwama bali nishani hizi zinaendelea kupatikana mpaka leo, na watu maelfu kwa kuona nishani hizi wanaendelea kujiunga na jumuiya na wanafanya bayati ya ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ndiyo ni kweli kwamba katika sehemu kadhaa wanajumuiya wanateswa, wanasumbuliwa, lakini inshallah taala hizi zote pia zitaondelewa इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि वो भी दूर हो जाएंगे. na kwa kuona hali hii imani yetu itaimarika zaidi na yakini yetu pia itaongezeka. sinam alayhi salatu wassalam anasema kwamba kwa ajili ya mwenyezi mungu wasikilizaji wafikirie kidogo kuhusu nishani hizi. pengine mwenyezi mungu hakukwama kuonyesha nishani hizi, na hapa kwa jina la mwenyezi mungu kwamba hataacha kuonyesha nishani mpaka wathibitishe ukweli wangu. basi ni watu wote ambao wanaonisikiliza muwe na hofu ya mwenyezi mungu na msiruke mipake. isingekuwa mpango huu wa mwenyezi mungu lazima angeniangamiza na isingebaki hata jina langu, lakini mnaona kwamba msaada wa mwenyezi mungu unapatikana pamoja nami na nishani zilipatikana kiasi hiki kwamba hatuwezi kuzihisabu. angalieni, wapo maadui ambao kwa kufanya mubahala walikufa. enyi watumishi wa mwenyezi mungu mufikirie, je, mwenyezi mungu anawatendea waongo hivi? Hazur anasema kama nilivyosema kwamba tangu jumuiya iliyopatikana ni miaka 125 na jumuiya hii inaendelea kupata maendeleo. je, hawa watu hawatatumia akili yao? wapinzani hawataacha upinzani wao? sisi tunaweza kufanya maombi tu kwamba mwenyezi mungu awapatie akili waweze kutambua imamu na masihi aliyeahidiwa zama hizi. pengine ghadhabu ya mwenyezi mungu inaposhuka, katika hali ile wapinzani wote wanakuwa kama ni kuni, hata kama wanakuwa na nguvu. mwenyezi mungu ajalie hawa watu wapate akili na waweze kumtambua imamu wa zama hizi. hazur anasema kwamba pamoja na hayo nataka kukumbusha tena kuhusu maombi, hususan wanajumuiya wa Syria, wanajumuiya wa Pakistan pia wanahitaji maombi maalum. vile vile wanajumuiya wa Misri pia wanateswa. mwenyezi mungu aondoe matatizo yao yote na tuweze kuona nishani maalum kuhusu hii, ili hawa ndugu zetu pia kwa uhuru waweze kueleza dini yao na waweze kuinama mbele ya mwenyezi mungu. ikiwa sisi tumepigwa marufuku kwamba hatuwezi kusali sala, hatuwezi kufanya ibada, mwenyezi mungu aondoe marufuku yao, afute marufuku haya yote. Hazur anasema leo baada ya swala nitaswalisha jeneza ya ghaibu ambayo ni ya Bi Latifa Ilyas sahiba wa Marekani, ambaye tarehe 9 wa March kwa amri ya Mwenyezi Mungu alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bi Latifa Ilyas sahiba alikuwa mwanajumuiya wa Afrika aliyejiunga na jumuiya miaka 50 iliyopita. wakati wa kufariki umri wake ulikuwa miaka 76. alikuwa mnyenyekevu na mwenye imani sana. alikuwa akipenda sana uhalifa, pia alikuwa akipenda sana misikiti, na ameacha mtoto mmoja bana Jamal Ilyas ambaye ni mwanajumuiya mzuri. mwenyekiti wa jumuiya yake anaandika kwamba ye alikuwa hana uwezo, lakini
dada latifa alikuwa akileta vifaa vya kusafisha miskitini na alikuwa akisafisha miskiti katika wakati ambapo alikuwa na yakini kwamba hakuna anayeweza kumwona yeye, ili asiwe na tabia ya kuwaonyesha watu wengine. Na alikuwa akifanya tasbihi hata wakati wa kusafisha miskiti, pia alikuwa akifanya tasbihi ya Mwenyezi Mungu. Wakati wa Ramadhan pia alikuwa akija miskitini masaa mawili kabla ya futari, na alikuwa akisafisha miskiti, na hakuwa na malalamiko kwamba anasafisha miskiti kwa kutumia masaa mawili. Na alikuwa akisema kwamba muone kuitumikia dini ni fadhili za Mwenyezi Mungu. Katika umri wake wa miaka 70 alikuwa akitembea mpaka miskitini. Hata kama njiani alipokuwa alipewa msaada wa usafiri, alikuwa akikataa kwamba kila hatua nikichukua kwenda msikitini itapata thawabu yake. Na alikuwa akifanya duty ya ulinzi katika jumuiya yake. alikuwa secretary mal na secretary lajna. alikuwa hana uadui na mtu yeyote. alikuwa akiwatendea vizuri watoto. alikuwa akisikiliza hutuba vizuri katika MTA, na alikuwa akiwahimiza wengine pia wao wasikilize hutuba. alikuwa akienda miskitini kwa ajili ya Ijumaa. mtoto wake Jamal alipokuwa hawezi kwenda miskitini kwa ajili ya kusali Ijumaa, akasema kwa sababu ya kazi hawezi kwenda miskitini. Kwa hiyo alimuonya kwamba hutakiwi uache Ijumaa hata mmoja. athari yake ilikuwa hii juu ya mtoto wake kwamba alikuwa akisikiliza hutuba yangu hata wakati alipokuwa akiendesha gari, na alifanya malezi ya mtoto wake ya aina hii. wale walioandika kuhusu sifa zake wanasema kwamba alikuwa dalili ya ukweli wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, na alikuwa akipenda sana uhalifa. Mwenyezi Mungu amrehemu na mghofirie. Huzur anasema wale watu ambao hawasikilizi hutuba katika MTA wanatakiwa wazingatie mfano huu. wao wote wakianza kusikiliza vipindi vya MTA hivi, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, hali ya malezi ya jumuiya itaboreka sana. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote, na Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu hala pema, na Mwenyezi Mungu amjalie mtoto wake aweze kuendelea na mwema wa mama yake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.